Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Hapa ni halmashauri ya Meru, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha. Tumekuja kufuatilia mwendelezo wa taarifa ya kijana Elias Hombo ambaye yeye alitibiwa katika hospitali ya hapa Nkwaranga kwa muda wote mpaka Mwenyezi Mungu amemsaidia, amepona kwa sasa. Lakini alitibiwa katika hospitali mbalimbali. Mwisho wa siku aliletwa katika hospitali ya Nkwaranga ambapo hapo ndio alipata unafuu na kupona kabisa. Lakini leo tumekuja kwa mara ya pili katika hospitali hii ya Nkwaranga na kuzungumza na wahusika wa hospitali hii. Je, wao wana lolote la kumsaidia Elias ingalau aweze kurudi uraiani na deni lake nini kitafanyika? Tumefika hospitalini hapa ambapo tumeupata uongozi wa hospitali ya Nkwaranga. Mkurugenzi wa hospitali Dr. Sam Kiwesa ametuelezea namna ambavyo taarifa zilivyo, na amesema kwamba bado mgonjwa hajaruhusiwa licha ya kwamba ameshapata unafuu kabisa kwa asilimia kadhaa, lakini sasa hivi wanatarajia kukaa jopo la madaktari pamoja na wauguzi ili kujua nini ambacho kitafanyika. Lakini pamoja na hayo, katika hospitali hii wana utaratibu mbalimbali wa kusamehe madeni pindi wanapojiridhisha kwamba kweli mtu ana shida. Wana kitengo cha ustawi ambao wao wanakaa kujadiliana na kujiridhisha, na watu wengi wamesamehewa madeni. Lakini ametueleza mengi namna ambavyo hospitali inafanya huduma zake, na hospitali hii ni ya kanisa na watu wengi sana wamefanya kama kimbilio, kwa sababu watu wengi wamefupa hapa huwa ndio sehemu wanapona. Kijana anajulikana kwa jina la Elias Ayubu Hombo alilazwa tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka jana akiwa na jeraha kwenye mguu baada ya kuwa ametibiwa katika hospitali mbalimbali kama ulivyosema, na mguu wake ulikuwa umeharibika kwa sababu ulikuwa unavuja usaha na alikuwa na vidonda viwili vikubwa. Kwa hiyo tulimpokea kwa mujibu na taratibu za kidaktari na kiuguzi, akapata matibabu na baadaye akaanza kufanya mazoezi na bado akawa yuko chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi. Kwa mpaka sasa hivi tunapozungumza, Elias hajaruhusiwa, yuko chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi. Kwa hiyo hali yake ilivyo sasa kwa asilimia zaidi ya 75 imetengemaa na anaweza akaruhusiwa tutakapoona inafaa, baada ya jopo la madaktari, wauguzi na fizioterapia kukubaliana kwamba lini tunaweza kumruhusu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi yuko kwenye uangalizi wa hospitali. Uongozi wa hospitali unapenda kutoa ufafanuzi kuhusu taarifa zilizosambaa kwamba Elias Ayubu Hondo aliruhusiwa tangu Oktoba 2025, lakini ameendelea kubaki hospitali kwa sababu ya kushindwa kulipa gharama za matibabu. Niseme tu kwamba uongozi wa hospitali unapenda kuweka wazi kwamba taarifa hiyo sio sahihi na mgonjwa huyo bado yuko chini ya uangalizi wa kitaalamu. Na kwa mujibu wa maadili ya taaluma ya afya na kulinda faragha ya wagonjwa, hospitali haiwezi kuweka hadharani taarifa binafsi za mgonjwa au maelezo ya matibabu yake. Hata hivyo, tunahakikishia wananchi kuwa maamuzi yote yanayohusu kubaki hospitali au kuruhusiwa haya yanawezekana kutolewa kwa kufuata taratibu za kitabibu na sio kwamba mgonjwa anaweza kulipa au hawezi kulipa. Kwa hiyo niwaombe wananchi kupokea taarifa ambazo zinatoka kwenye vyanzo husika na sio vinginevyo, ili kutokuleta taharuki katika jamii. Kwa mfano, kuna wale ambao kweli anakuja hana uwezo wa kifedha na ukimwangalia anahitaji matibabu. Hawa mnawafanyaje wanaposhindwa kulipa? Hospitali na kitengo cha ustawi wa jamii
Kwa hiyo huwa wanashirikiana na mgonjwa na ndugu wa mgonjwa ili kuweza kutambua kweli uwezo wa mgonjwa ni kweli hawezi kulipa au kuna jambo lingine ambalo mgonjwa anataka. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunawatumia watu wa social, tunaita social workers, wanakwenda kuangalia mazingira ya nyumbani, hali ya nyumbani na kufanya assessment kujua kweli mgonjwa anaweza kulipa au hawezi kulipa. Na hapo huwa tuna taratibu zetu ambazo huwa tunazitumia kusaidia watu wa namna hiyo. Hatukatai mgonjwa, haturudishi mgonjwa, wagonjwa wote wanaopita kwetu lazima watibiwe. Unless kama kuna jambo lingine, lakini hakuna mgonjwa anayerudi bila. Na huyu anafanywaje sasa, kwa sababu hali yake inaonekana kweli hana uwezo wa kulipa hilo deni, na nimeona taarifa yake ile ambayo nadhani napata update mara kwa mara, kwa sababu kwa hospitali pia gharama zinatumika. Tuna utaratibu ambao ulishaanza toka siku za nyuma na yeye alishirikishwa. Bahati mbaya sana kuna documents ambazo alitakiwa wasilishe, vitambulisho vya taifa na vitu vya namna hiyo, kwa sababu kuna wadau huwa wanasaidia wagonjwa, lakini ilikuwa ni ngumu kutoa zile document kwa sababu anasema katika ajali alipoteza vitambulisho. Lakini sisi pamoja na kumsaidia kimatibabu bila yeye kulipa, bado tunaendelea kuwasiliana na wadau mbalimbali ili waweze kumsaidia kumlipia na hatimaye kuondoka nyumbani. Kwa hiyo ndani ya siku hii ya leo na kesho kutwa tutakuwa na mwafaka kwamba anaweza akawa ameshaondoka kwenda nyumbani baada ya madaktari kujiridhisha kwamba sasa tunaweza kumruhusu kwenda nyumbani. Na deni mnamsamehe? Kuna utaratibu wa kiofisi ambao kama nilivyotangulia kusema kwamba idara ya ustawi wa jamii inalifanyia kazi. Inawezekana akasamehewa au tukatafuta namna nyingine ya kulihendo, lakini tunachoangalia zaidi ni afya yake, sio fedha. Hapa Nkoranga imekuwa ni kama hospitali ya makimbilio sana. Pindi tu mtu anapo pata labda ajali, amevunjika mguu, akamwambia bwana mpeleke Nkoranga. Hii hospitali ina siri gani katika masuala ya mifupa? Nadhani ni watu wanaofanya hiyo kazi wanajitoa sana. Nadhani ni kujitoa, kujali wagonjwa, pamoja na kushirikisha jamii kwa maana ya ndugu wa mgonjwa, jinsi matibabu yanapoanza na yatakavyokwisha. Kwa hiyo mara nyingi sisi tunajikita zaidi kumpa mgonjwa taarifa ya matibabu yake na kuhakikisha kile ambacho tunakisema tunakifanya. Kwa hiyo mgonjwa anajua kabisa ni hatua hii nitafanyiwa hiki, hatua hii nitafanyiwa hiki. Na ukumbuke ni kituo cha kanisa hiki, kwa hiyo wagonjwa pia wanaombewa, vifaa vinavyotumika vinaombewa. Kwa kuna upako hapa mwingi sana. Huyu ni mgonjwa mmoja tu, Elias, ambaye amepata changamoto hii. Labda kuna wangapi ambao huenda mmeona kabisa mmejiridhisha, wataalamu wenu, watu wa social kaamini kwamba bwana huyu kweli hana uwezo wa kulipa na mmewacha? Wako wengi sana. Mara nyingi huwa nakwenda ofisi ya hazina kuangalia watu ambao wamesamehewa, kwa sababu hiyo ni wengi. Na unajua bahati mbaya matibabu ya mifupa yanahitaji vitu vingi. Kuna vifaa vinavyotumika, kuna vifaa wagonjwa wanavyowekewa, vyote hivyo ni gharama kubwa. Lakini pia kuna duration ya mgonjwa kukaa hospitali huwa ni tofauti sana. Wale ambao wanakuja wameumia labda leo, kama hayuko serious anaweza kufanyiwa matibabu kesho, baada ya siku 2 akaenda nyumbani. Lakini kuna wale sasa ambao wamekuta amezunguka hospitali 3-4 na akaenda nyumbani akakaa miezi 3-4. Mara nyingi hao ndio kama kesi ya Elias ndio wanakuwa na changamoto kwamba ugonjwa wake unakuwa umechukua muda mrefu, mwili umedhoofika, kwa hiyo na recovery yake inakuwa iko slow. Kwa hao ndio tunakaa nao. Ni wengi wagonjwa ambao tumewasaidia kwa namna hiyo. Sisi we are service oriented, tunatoa huduma zaidi.
Hizo habari nyingine huwa tunatafuta tu namna ya kuzihandle kwa njia nyingine. Kwa hiyo kumbe ilikuwa na uwezekano tu yeye kusamehewa bila hata kuzungumza. Ili uweze kusamehewa kuna mambo mengi sana. Ndio maana nilisema kuna idara mahususi, idara ya ustawi wa jamii ni lazima iende ikafanye background check kule nyumbani kukoje, kwa sababu watu wengine watakwambia mimi sina uwezo, kumbe ana ng'ombe, ana mbuzi, ana biashara, ana duka. Kwa hiyo lazima assessment ifanyike kule nyumbani. Kishafanyika ile assessment, then unaandika report, tunakuja tunajiridhisha, tunashirikisha na viongozi wetu wa bodi ya hospitali. Wakati mwingine tunashirikisha ofisi ya diocese, bwana kuna 1 2 3 tufanyeje. Kwa hiyo na wenyewe wakiridhika kwamba huyu mtu asamehewa, basi tunasema ni sadaka yetu kwako, uwe makini usiumie tena siku nyingine, umuombe Mungu akusaidie. Mnaposema bwana hii milioni 10 tunakuachia, inaathiri hospitali kwa kiasi gani? Kwa sababu mmetumia dawa, mmetumia gharama na nini. Unajua sisi kwanza hatuko kibiashara, sisi tuko kihuduma zaidi. Hospitali yetu imesajiliwa kama wanaita non for profit organization. Sio hospitali ya biashara, hospitali ya huduma. Na hii iko kwenye misingi ya kanisa la Kiluteri ambayo iko miwili kueneza injili, lakini pia kutoa huduma hizo, afya na elimu. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba sisi sio biashara tunafanya. Tunachofanya ni kutoa huduma. Lakini ile huduma ni lazima wote sasa tusaidiane kuchangia kidogo ili gurudumu liweze kuzunguka. Manake ukisema tutoe huduma bure bila kulizungusha ili gurudumu, litapata pancha, mwisho wa siku gari halitaweza tena kutembea. Kwa hiyo tunajaribu sana kuwa makini na kile ambacho tunachaji wagonjwa ili tusikwame na tuweze kuwasaidia wafanyakazi. Wafanyakazi lazima walipwe mshahara, lazima walipie kodi TRA, lazima walipie NSSF, WCF na vitu vingine ambavyo wanastahili. Kwa hiyo tumejikita, na hata ukiangalia sisi tunapofunga hesabu zetu mwisho wa mwaka, mhasibu atasema ukiangalia balance tunayobaki nayo ni ya kuhakikisha kwamba vitabu inafungua vitabu vya mwaka unaofuata wa fedha. Kidogo sana. Hatufanyi biashara, sisi tunatoa huduma. Na hii napenda watu wajue kwamba hospitali ya Mkuranga is not business oriented hospital. Ni hospitali ya huduma kama ilivyokuwa business mbili za kanisa, injili pamoja na huduma. Kwa hiyo mnahubiri injili kwa njia ya huduma ya kutibu 100%. Yani na huwa mgonjwa akija hapa kidogo, wakati unamtibu hivi unamwambia na maneno ya Mungu kwamba utapona sana. Kwanza sisi hatuwezi kufanya chochote bila kusali. Yani hiyo tunasali asubuhi kanisani hapo. Yani hiyo ni sheria ya kanisa letu. Lazima asubuhi tunaanza na sala. Yani ndio umefika kazini saa 2 unaanzia kanisani. Alafu ukitoka kanisani sasa ndio unaanza majukumu. Kwa hiyo unahesabiwa kwamba ulifika kazini unapoingia sala pale saa 2. Unless kama kuna jambo lingine, kuna ofisi umepita asubuhi, unaruhusa na nini, lakini watumishi wote hospitali lazima twende chepo.